Napenda kutoa taarifa kwa umma kuwa hafla ya utoaji wa tuzo la Baraza la Michezo la Taifa, yani National Sports Council Sports Award ya 2025 inatarajiwa kufanyika tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026 mwaka huu, takriban wiki mbili zijazo, katika ukumbi wa The Superdome Masaki. Lengo la tuzo hizi ni kuendelea kuwatambua, kuwapongeza na kuwaenzi wanamichezo na timu za Kitanzania ambazo zimefanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mwaka 2025. Juhudi zao na mafanikio waliyopata yamesaidia kuipeperusha bendera ya nchi yetu kimataifa na kuletea taifa letu heshima kubwa. Tuzo hizi zinafanyika mara 4 mfululizo baada ya zile tuzo zilizopita, yani za mwaka 2022, 2023 na 2024 ambazo zilifanyika mwaka jana, na mwaka huu ndio tunafanya zile za 2025. Takriban wanamichezo, wadau wa michezo zaidi ya 1000 walihudhuria, wakiwemo wanamichezo, viongozi wa michezo, viongozi wa taasisi za serikali na binafsi, wanahabari wa michezo, wafadhili na wadau wengine walishiriki, huku maelfu ya Watanzania walikuwa wakifuatilia matukio hayo kupitia vyombo vya habari. Tunaamini kuwa tuzo hizi zimetoa hamasa na zimeongeza ari za wanamichezo wetu na kuwafanya kuongeza juhudi kwenye mashindano ya kimataifa na kufanya umma wa Tanzania kutambua mafanikio yanayopatikana katika sekta ya michezo, pamoja na kuonyesha mchango wa sekta ya michezo katika uchumi na vile kuleta mshikamano miongoni mwa Watanzania. Katika kutafuta wanamichezo hao bora, tuna vigezo ambavyo kamati imetumia. Kuna vigezo takriban vigezo 4 vikubwa. Cha kwanza ni kwamba mwanamichezo huyo awe wa kiume au wa kike, raia wa Tanzania. Ya pili, awe amependekezwa na chama cha michezo cha kitaifa kama miongoni mwa wanamichezo bora katika mchezo wao. Cha tatu, awe ameonyesha ubora na kupata mafanikio mazuri katika mashindano ya kimataifa kwa mwaka 2025, na cha 4, awe ametoa mchango mkubwa kwa mafanikio na matokeo mazuri ya timu yake katika mashindano ya kitaifa na kimataifa kwa mwaka 2025. Mwaka huu tuna vipengele 21, mwaka jana tulikuwa na vipengele 20, kwa hiyo kuna kipengele kimoja kimeongezeka cha tuzo za wanamichezo bora. Kipengele cha kwanza ni cha mwanamichezo bora wa kiume, ikifuatiwa cha mwanamichezo bora wa kike. Kutakuwa na mwanamichezo bora kijana wa kiume na mwanamichezo bora kijana wa kike. Kutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume mwenye ulemavu na mwanamichezo bora wa kike mwenye ulemavu. Tafuatiwa na timu bora ya mwaka ya wanaume kwa upande wa timu za taifa, lakini pia kutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa timu za taifa. Kutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanaume upande wa vilabu na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa vilabu. Kutakuwa na kocha bora wa kiume kwa mwaka na kocha bora wa kike kwa mwaka. Kutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume kutoka shuleni na mwanamichezo bora wa kike kutoka shuleni. Kutakuwa na kipengele cha mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka. Kutakuwa na mwanahabari bora wa michezo wa kiume wa mwaka na mwanahabari wa michezo bora wa kike wa mwaka. Kutakuwa na mwanamichezo nguli wa zamani, Sports Legend Award, na mwanahabari nguli wa michezo. Hiki ni kipengele kipya. Lakini mwisho tutakuwa na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, kwa maana People's Choice Award. Hii kipengele kilianza mwaka jana. Katika kufanya maboresho na kuongeza thamani katika tuzo hizi, tutaendelea kuwa na kipengele cha tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, People's Choice Award,
katika kipengele hiki wadau na wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora wanayempenda na kuona anafaa katika tuzo hizo kwa kuandika jina la mchezaji na kulituma kwa namba ya WhatsApp, na namba hiyo ni alama ya kujumlisha 255 68 95 25 363. Tarudia, alama ya kujumlisha 255 68 95 25 363. Lengo la kipengele hiki ni kuwapa nafasi wadau kushiriki mchakato wa kumchagua mchezaji bora ambaye wanaona anafaa, amefanya vizuri kwa mwaka 2025. Natoa wito kwa wapenzi wa michezo mbalimbali kuwapigia kura wanamichezo ambao wanaona wamefanya vizuri ili waweze kupata tuzo. Hii ni nafasi kwa kila mwananchi ambaye anaona kuna mwanamichezo ambaye anafaa kupata tuzo hiyo, basi apige kura. Kura yako ndio itakayofanya mwanamichezo huyo aweze kupata tuzo. Kamati ya usimamizi wa tuzo itafanya kazi kwa ukaribu na vyama na mashirikisho ya michezo ya kitaifa katika kutambua washindi wa vipengele mbalimbali vya tuzo pamoja na kutambua timu na wanamichezo waliofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mwaka 2025. Kamati ya usimamizi wa tuzo inapenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali yakiwemo makampuni, taasisi za serikali na binafsi na watu mmoja mmoja wanaopenda maendeleo ya michezo nchini kujitokeza tarehe 9 Mei mwaka huu, siku ya tuzo, kuipa nguvu BMT katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu la kutoa tuzo ili kuendeleza kuwapa hamasa na kufanya vizuri zaidi wanamichezo wetu, kwani mafanikio hayo ni ya Watanzania kwa ujumla wetu.